Katika maisha kitu kinachoweza kumuinua mtu na mambo kama mawili ambayo yanaweza akamuinua mtu moja kwa moja. Lakini katika yote ninachoelewa kingine, ukitaka kufanikiwa, mimi ninaamini kwamba penda kile unachokifanya. Sawa sawa. Yaani kile unachokifanya kipende, yaani kile ulichopata nafasi ya kufanya kipende, hapo lazima utafanikiwa. Kwa sababu lingine ninaloliona mimi, hamna kazi nzuri au mbaya. Japo zamani hizi za wazee wetu, niseme labda, nikisema hizi za wazee wetu manake ni miaka ya kuanzia 2000 kushuka huko chini. Watu walitegemea sana kwamba kazi nzuri ni za kuajiriwa serikalini. Ila kwa kipindi hiki kuanzia kwenye au nitakuwa nimechanganya mambo nikiongelea habari ya serikali. Ila kuanzia serikali ya 4 nimeona ni kama kizazi kimebadilika sana. Watu wanaona ni bora kufanya kazi zao binafsi na kuajiri wengine kuliko wao kuajiriwa na serikali. Au vipi unaliona hivi? Umeliona au ni mimi tu nimeliona? Ndio, hata mimi mwenyewe hilo nimeliona. Watu saizi hawategemei sana serikali. Kwa mtu unakuta amejiamini yeye mwenyewe anaenda anajiajiri, alafu akijiamini amejiajiri unakuta ameanza hadi kuajiri watu wengine. Na hayo ndo mawazo mapana. Na ingekuwa ni njema sana ni kila mzazi anayesomesha mtoto wake. Yaani amjengee mtoto. Yaani akili ya mtoto aijenge katika kuajiri. Yaani yeye amjenge mtoto wake katika kuajiri watu. Yaani asijenge akili ya mtoto kuajiriwa na serikali. Kwa sababu bro, ukianza kuangalia serikali mfano serikali yetu ya Tanzania. Kwa sababu kuajiriwa sio lazima uajiriwe na serikali yetu ya Tanzania. Ila tunawekea mfano kwenye serikali yetu ya Tanzania kwa sababu ndio tulipo na ndio serikali yetu. Ina watu milioni 60. Na anasema nazungumzia milioni 60, huendi kai inaelekea hata 70. Kama nataki ajiri watu hao milioni 65 au 70. Hivi wewe piga hesabu yani. Sijui hizo ajira ziwe ni ajira gani? Kwa watu milioni 65. Kwa hapo yani kama mtu anasoma, asomage kusema yani nasoma pengine ili nije nijiajiri. Au yani kabisa kwamba ili angalau kizazi hiki tuweze kupona na tujione tuko kwenye viwango bora. Mimi nadhani ingekuwa ni bora yani akili ya kila raia iwaze kuajiri. Yaani kila mmoja watu awaga na waza yani yeye awe bora zaidi amuajiri mwenzie. Mbona hapo nimeona. Ila kwa bahati mbaya hao wasomi wenzetu hao hiyo akili ya kujiongeza hawana. Na kama nilivyoongea angalau kidogo kwa kizazi hiki hapana. Yaani watu wameelimika sana. Juzi tu nilivyokuwa Songwa kwenye soko la huku kwetu Songwa. Nilikuwa naongea na kijana mmoja, ni jamaa yetu. Yule jamaa ni msomi. Ni msomi maana kwenye elimu yake achana na elimu yake kwanza. Ila najua amefika mbali. Amefika mbali. Ila sasa alikuwa ameajiriwa na kampuni fulani la habari. Yeye akaona haitoshi. Akatoka huko mjini, akarudi kijijini kwao. Yeye alikuwa anafanya kazi jijini Dar es Salaam. Kwa amerudi Mbeya. Amerudi huko baba. Amejiongeza, amefungua studio za picha, ana library. Yaani ana viofisi kama 3, japo ni vidogo. Ila kwa bahati nzuri dogo ana upepo na ukicheki kijijini, yani kijijini ukiona kamtaji hata ka 500 unakuta ni mwamba. Ni kubwa hiyo. Ni kubwa. Kwa hiyo yule dogo janja alichokifanya sasa. Ametengeneza viofisi kama 3 hivi. Katika hivyo viofisi amewaajiri vijana. Na yeye sasa ukimwangalia sasa uwezo kaamini kwamba ndio boss. Akija anajifanya ni mtu wa kawaida, anapewa tenda zingine anapiga. Kwa kwenye ofisi pale kuna watu amewaajiri. Alafu yeye anaendelea kupanga mikungu.
Anashonelezea zile ndizi sijui, yani unakuta wanajua wenyewe kwenye mifuko. Wengine wanaweka kwenye mifuko, wengine mkungu unakuta ni mdogo, wanaiunganisha na kuwa miwili au mitatu. Ila ni msomi huyo baba. Amesoma vizuri. Ni msomi, anazifanya mchezo. Sasa kuna siku nikaa naongea ila wewe dogo, kuongea tu kweli. Mimi tofauti na wasomi niliokutana. Kwa sababu wasomi mimi ninaowafahamu dogo wa miaka ile ninayoizungumzia. Ya kizazi cha kwetu sisi sasa. Maana mimi ni mtu mzima kidogo. Kwanza wa kipindi kile sasa wenzangu waliosoma. Dogo akirudi huku kijijini, usimwambie habari akashike jembe. Usimwambie habari ya eti sijui achukue vifungashio eti aenda kauze. Hilo mwenyewe nimeona. Itakuwa ni dharau. Msomi yani mwenyewe yani mambo yake unakuta tu ni kushika tu remote, amekaa anaangalia video, akiona kazi hizo ajira ndo hamna hajapata. Ni kushika remote, sio anakuwa amejikatia tamaa kabisa. Yani haeleweki. Na shida ni ile ile kama tulivyoongea. Yani shida ni kwamba fanya kazi kusema labda fanye kama tulivyosema mikungu sijui ni na nini, anaona kama aibu kubwa. Yani ulikuwa na kazi sijui unataka uchimbe shimo la takataka sijui. Umuite akachimba. Yani atakufionya wewe. Maana yani eti umemshusha sana azi. Kuna watu wakufanya hizo kazi. Yeye ni msomi, hawezi akafanya hivyo vitu. Sasa akiwa anafanya hivyo, ila sasa namshukuru Mungu yani kwa kizazi hiki. Sijajua sijui uko shuleni sasa hizi wamejifunza nini. Watu wameelimika bado. Wanapiga kazi. Zamani msomi alikuwa ni omba. Unavyosema alikuwa ni omba sio kwamba alikuwa anaomba mikate. Yaani kazi yake ni kuandika barua, kupeleka ofisini kuomba kazi. Sijui nini? Kuomba ule ndio ulikuwa omba bwana. Kwa saizi yani kitu ninacho sijui nipongeze serikali hata sielewi. Hapo ni kupongeza serikali ipongeza hata mtu ambaye anajiongeza naye pia tunampongeza. Kwa sababu gani? Walimu nao huko shuleni wamejiongeza sana. Wamejiongeza hapo, nimeona unakuta yani watoto wanafundisha jinsi ya kulima. Kuna vilimo unakuta kule anafundisha labda jinsi ya kulima mboga, kulima bustani yani. Kwa mtoto hata anapofika nyumbani labda hata vile vieti vyake havijamsaidia labda vya kwenda wapi huko mbele. Unakuta hivyo vitu ambavyo amejifunza shuleni vinamsaidia sana. Ila kwa sehemu kubwa naweza nikakubaliana nayo. Japo hata kipindi kile hivyo vitu vilikuwa tunafundishwa. Ila sijui nisemeje yani kitu kilichobadilika sana saizi. Ni kwamba sijajua yani akili ya kipindi kile dogo kama nilivyokuambia yani msomi yoyote alilenga kufanya nini? Kuajiriwa. Yaani akili yake alikuwa anawaza atakuwa waziri mkuu wa nishati na madini, sijui atakuwa mwalimu mkuu, sijui atakuwa daktari, nesi, yaani hawazi kwamba nitaenda kufungua kampuni la kuzalisha sijui madawa ya nini. Nitaenda kufungua sijui yani alikuwa yani sijui nisemeje. Wazi huko. Ndio kweli. Zamani vinaweza vikawepo hivyo vitu unavyovisema. Ila sasa hivi walimu nao wanapokuwa na kufundisha vile vitu, unakuta nakuambia kabisa, wewe fanya kazi. Huko mbeleni itakusaidia. Unakuta yani umeona? Hapo nimesha. Zamani mwalimu anakuambia fanya kazi, anakuwa kama anakupa adhabu, lakini walimu wa sasa hivi wanafanya hivyo yani wanaona kama wanakufundisha jinsi maisha yalivyo. Kusema ndio itakuwa hata ukienda huko nyumbani hichi kitu kitakusaidia. Sasa kwa hapa kuna kitu nimeshanifungua. Maana nilivyokumbuka tena kipindi fulani ambalo lilikuwa ni tatizo. Sisi sasa. Sasa mimi elimu yangu ni ya 7. Hivyo. Sasa sisi sasa ambavyo nahisi kama labda huenda hata elimu za huko juu yake sasa ndio zilikuwa hivi. Mtoto yoyote aliyekuwa anasoma. Mwalimu mwenyewe alikuwa anamtengenezea mazingira fulani mtoto ya kujua kwamba ajira ya serikalini ni nzuri zaidi, ni bora zaidi. Yaani ukiwa pale kwenye kiti wewe ni kupokea. Umeelewa kaka? Mfano sasa mimi ninachokumbuka na nadhani walimu wengine au sekta zingine zitakazonisikiliza zielewe hivi. Wanafunzi tulivyokuwa tunafundisha. Unakuta mwalimu anavyotufundisha hatuelewi.
Anatufundisha hatuelewi. Anasemeje? Wewe. Yaani tunakufundisha uelewi. Unataka uishie Tandale kwenda kubeba magunia eti. Hapo sasa. Yaani unashindwa, yaani unaacha kusoma daftari, unawaza sijui kwenda kulima nyanya. Kwa mtu akiangalia, yaani anaona kumbe kulima nyanya ni ushamba. Yaani yeye mwenyewe tu anaichukia maisha yote. Kumbe kubeba magunia ni ushamba, ni ujinga. Lakini kumbe kule yani ndio kwenye maisha. Yaani yule anayefanya hiyo kazi hiyo ndo anafundisha nini? Anasomesha watoto. Anajenga. Na ukiacha kusomesha watoto sijui nini na nini, ana kampuni lake amewaajiri watu. Alafu yeye ndo anafanya hivyo vitu sasa. Kwa nalo hilo mimi naona ni tatizo. Ni tatizo. Kwa walimu ningeomba walimu yani watengeneze mazingira fulani. Mwanafunzi asidharau kazi yoyote. Mwalimu usidharau kazi yoyote mbele ya mtoto. Yaani onyesha kama zile kazi unazoziona katika jamii yako ni bora. Muone yule mama anayesuka mikeka ni bora. Kwa sababu ile mikeka tu ya kusuka ile ndio iliyokuwa inasaidia, ndio majeneza. Ndio majeneza ya kizazi kile. Kwanza hata walimu walivyokuwa wanasema ile ya kusema wewe unaacha kusoma sijui unachora. Badala unataka kuishia kubeba mikungu zitandani. Ile ilikuwepo ndio kwa sababu zamani hapakuwa na wasomi wengi. Angalia sasa. Ila saizi sasa. Na ukizingatia kaka kingine kule kuchora nayo ni nini? Ni ajira. Ni ajira nzuri tu. Kuna watu wanachora bro. Kuna watu wanachora, anaweza kumchora hata rais. Akiona picha yake anafurahi na anapongezwa hata kwa hela nyingi sana. Bwana. Kwa mimi ninacho